audios, position papers, zile items tunazo once, but then you tunaenda kwa mama kweli. Sawa. Hapa kuna ones hapa. Fine. Ni input gani tutapatia hii project? Women at the table. You have social media pages. Reporting strategy and propose. Just a few items based on what we Nairobi has gone into these documents. Maybe hamkutengeneza hiyo policy brief mkiwa Nairobi, lakini it's just not for social media, online engagement, but also offline from them. Okay, that is what shows us as well kama implementers. Shughuli ya leo ilikuwa ya kujumuisha the young people, journalists, wanawake na wale ambao wanafanya kazi na civil society organizations disseminate advocacy materials ambazo wale youth walitengeneza kusaidia disseminate some of the messages that they want to create awareness on climate change and environmental conservation. Materials ambazo zilikuwa zimetengenezwa ni policy briefs, position papers, kuna video, kuna recordings zile ambazo zinaweza tumika kwenye redio, na pia kulikuwa na posters na infographics ambazo zinaonesha mambo tofauti kuhusiana na conserve the environment na pia act on climate change. Hii mradi ambayo tunatekeleza sasa hivi hapa Kwale pia inatekelezwa Isiolo na Nairobi County, ni ya kujumuisha vijana, the youth, wanawake, persons with disability, na pia watoto kwa masuala ya tabia nchi, kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi inawa affect hao sana. They are a vulnerable population. So zoezi la leo ilikuwa ya kuwasaidia come up with materials ambazo wanaweza disseminate the messages that they have, so that serikali na pia organizations zingine zinaweza kuwasikiza na kufanya kazi pamoja na wao ili wapambane na shida ambazo zinatokezea ambayo inaletwa na climate change. Leo tumefundishwa mambo kama infographics, jinsi ya kutengeneza policy brief, jinsi ya kutengeneza video zenye zina mvuto, jinsi ya kutengeneza audio zenye watu wanaweza kusikiliza. Yaani kiufupi ni vitu ambavyo tunaweza tumia katika kufanya advocacy kwa masuala mazima ya climate change na masuala mengine katika jamii. Mtandao, kila mtu sasa anavyoelewa kwamba mtandao sasa ndio kila mtu anautumia, ama ni vitu ambavyo vinatumika kwa wakati wa sasa. So mimi nahisi matumizi ya hii toolkit kuhamasisha jamii kutumia mtandao ni swala zuri sana.